Wadau wa uvuvi na wananchi wa kitongoji cha Singino, kata ya Kivinje, wilayani Kilwa mkoani Lindi, wamepongeza zoezi la ufunguzi wa mwamba Mpovi, kwani licha ya changamoto kadhaa zilizojitokeza katika zoezi hilo, kwa kiwango kikubwa zoezi hilo limekuwa na tija kubwa kwa jamii katika kujipatia kipato kinachoweza kutatua baadhi ya changamoto zao. Yamezungumzwa hayo na baadhi ya wadau wa uvuvi wakati wa ufunguzi wa mwamba darasa uliowekezwa kwa kipindi cha miezi mitatu kwa ajili ya uvuvi wa pweza katika mwamba Mpovi, pwani ya bandari ya Njelelo, ambapo wamesema kuwa endapo viongozi na wananchi wakishirikiana katika kudhibiti na kuhifadhi bahari, zoezi hilo litawezesha wananchi kujikwamua na umaskini wao. Nashukuru zoezi limeenda vizuri kwa sana, na mambo sio mabaya, ila tatizo lililokuwepo inawezekana ikaonekana kama mambo ni mabaya. Tatizo ni watu tu wengi sana, si wakazi wa maeneo haya, wametoka maeneo tofauti, na ndio maana inaonekana mtu akapata pato dogo, lakini zoezi ni zuri tu na limeelekea vizuri. Na pia tatizo lingine lililokuwepo ni muda wa mwamba uliofungwa, sio muda wa kufunguliwa, ni muda wa pweza, tofauti kidogo. Lakini zoezi limeenda vizuri tu, mimi sijaona ubaya wa aina yoyote. Kama yatakuwa yamerekebishwa haya, wakawa wavunaji wanakuwa ni wachache, au wale ni waathirika wa sehemu ile ambao wanavumilia muda, na pia ukafungwa kwa wakati, zoezi ni zuri tu, hakuna tatizo lolote kwa mimi ninavyoona. Labda kupitia mazoezi kama haya yanasaidia nini kwenye jamii? Yanasaidia sana katika jamii, kwa sababu kama ukiuliza, kwa leo sijawahi kuzungumza na watu wengine, lakini katika mazoezi mengine aliyokushopita mtu anakuwa na tatizo lake la 5-6, lakini zoezi likienda vizuri anapata na mambo yanaenda vizuri sana, wala hamna tabu yoyote. Si mara ya kwanza kutoka tukio kama hili. Wana jamii tunahitaji tuvumilie tu, kwa sababu tukivua siku zote inakuwa vitu vinakwisha, hakuna chochote kinachokuwa tunakipata. Lakini tukivumilia kwa muda na tukaenda vizuri, tukaacha kufanya fujo katika miamba, na viongozi wakavumilia wakafanya vizuri, hawajali vikadi na wakafunga kwa muda, jamii inapata mambo mengi. Pesa, halmashauri imepata hela nyingi, wavuvi wamepata hela nyingi, pamoja na kuna vitu vingine vimepelekwa mpaka kwa katibu mtendaji, wamenunua mafeni, wamefanya nini, na imenunuliwa boti ya Taruma 5 fiber na mashine Super 15. Kwa maana jamii inanufaika kwa hali nzuri kabisa. Katika ufumbuzi wa mwamba inatusaidia wafanya biashara ndogo ndogo. Katika siku ya leo tunashukuru, tunafanya biashara vizuri. Kwa hiyo kuna faida, yani kufunga mwamba na siku ya kufungua kuna faida ambayo tunaoipata wafanya biashara. Miongoni mwa faida ambazo unazipata ni zipi? Faida tunaoipata kama hivi unavyoona hivi, tunauza machungwa, tunauza wabwa, wanauza vinywaji, kwa hiyo faida inapatikana. Tunashukuru. Lakini sikitiko letu jengine kubwa, bandari yetu ya Njelelo ina maana haijatimia. Njia mbovu, unaona watoto wakienda shule kama hivyo wanapata tabu, mpaka watoto wanapika kubakwa kutokana duni. Kwa hiyo bandari inazalisha, lakini kutokana na utengenezaji wa barabara huku hakuna. Kwa hiyo sikitiko letu kubwa sisi tunalilia wazazi, ijengwe shule, ijengwe barabara kutokana na mapato yetu ya bandari ya Njelelo. Mimi ni mkusanyaji wa bidhaa za baharini ikiwemo pweza, na tumekuja hapa mwamba Mpovi kwa ajili ya ufunguzi leo tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026, ikiwa hii ni awamu ya 3 kwa awamu hii. Kiukweli ufunguzi wa mwamba una faida kwetu sote, ikiwa utafungwa mwamba katika kiwango kinachotakiwa, ikiwa kama ulinzi utaimarika na ukatakiwa ufanywe kwa inavyotakiwa. Kiukweli jamii inanufaika na wavuvi wananufaika, hata na sisi matajiri pia tunanufaika kwenye ununuzi wa ufungaji huu wa mwamba. Kiufupi, wananchi wote wamefurahi sana na uwekezaji huu ambao unatija kwenye taifa,
hata kwenye mtu mmoja mmoja. Kwanza tulidhibiti mavuno kuanzia pweza mpaka kamba. Wakati msimu uliopita tukudhibiti ile swala la kamba, lakini pia tulidhibiti kubalansi wavuvi kuwa na amani zaidi, na pia jingine tulidhibiti swala la uzima la kukusanya takwimu pale katika eneo la mauzo. Kwa hiyo hivi vitu vyote kwa mwaka huu vilikaa vizuri zaidi. Ukilinganisha na mwaka jana na mwaka huu tumeshuka kidogo, kama kwa leo maana tumeshuka kama kwenye kilo 200 nafikiri. Maana leo tuna tani 6 kilo 267. Mwaka jana ilikuwa kama tani 6 kilo 400 na point kidogo. Kwa hiyo tumepungua kidogo kutokana na hali ya hewa. Unapozungumzia kutokana na hali ya hewa maana yake ni nini hasa? Pweza anataka mazingira bora mule anamoishi. Na mazingira bora ili maanake bahari inatengamana. Sasa kama siku 3 za nyuma maanake bahari ilichafuka kidogo. Kwa hiyo kulikuwa na wimbi kubwa, lakini bahari yenyewe ilichafuka. Ilikuwa na vumbi. Kwa hiyo pweza hahitaji mazingira ya uchafuzi wa bahari. Kwa hiyo kuaga unatoka katika nyumba zao hizo unakwenda katika maji mengi kwa niaba ya kupata usalama wa usafi wa maji. Sawa, na saa zangu wa jamii hususan wavuvi tushirikiane, kwa sababu ukiangalia japokuwa na mavuno yote yaliyovunwa na wavuvi wenyewe leo, lakini tuna changamoto kubwa sana, lesi sana za ulinzi, kwa sababu wavuvi wenyewe mara kwa mara wanataka kuvamia ule mwamba kuiba. Inatulazimika hata kutumia gharama kubwa sana kusuri ndani, kwa sababu wengi waharibifu au wengi sio waaminifu katika eneo hili. Kwa hiyo mimi nawaomba tu kama walivyoona leo na siku nyingine tokea hivi hatumbagui mtu ndani ya eneo letu, kila mtu atatafuta riziki, siku tunakubaliana. Kwa hiyo wastamili na tuendelee kushirikiana. Kama kuna mwalifu mmoja wawili basi asifichwe, kwa sababu atapofichwa akija kuongelea leo mimi nimkuta dive hapa anafanya kazi, na maana leo tayari usharibikiwa, na maana yeye akuonesha ushirikiano. Lakini anazungumza hayo leo mwenyewe anaenda na mwambani, mwamba wao walimkuta mwizi kamwachia bila kutoa taarifa. Sababu ushirikiano upo aina nyingi. Inawezekana ukaweza kumkamata mwalifu pale unapomkuta, lakini pia jingine inawezekana ukafanyaje, ukatoa taarifa, kwa sababu sisi kama uongozi ukitoa taarifa tunafuatilia, na tushafuatilia watu kadhaa na tushachukulia hatua kwa vigezo vya ushahidi kwa wale waliokuwa wanakuta katika eneo hilo. Kwa hiyo mimi nafikiri ushirikiano ndio jambo sahihi, kwa sababu maslahi yetu wote siku ya mwisho. Kwa upande wake, afisa uvuvi wa mtandao wa Beach Management Unit BMU wilaya ya Kilwa, Steven Yohana, amesema kuwa kutokana na makubaliano ya wanachama BMU Singino katika zoezi la kufunga na kufungua mwamba Mpovi, wamefanikiwa kuvuna pweza zaidi ya kilo 6,000 na kamba kochi kilo 85, hivyo kufanya zoezi hilo kuwa na umuhimu mkubwa kwa jamii katika kuhifadhi mazingira na kujipatia kipato chao. Steven Samuel Yohana ni afisa wa mtandao wa BMU wilaya ya Kilwa. Leo tuko bandari ya Njelelo ambayo inamilikiwa na BMU ya Singino. Leo zoezi la leo ni zoezi la ufunguzi wa mwamba wa Mpovi. Zoezi hili lilianza mwezi wa 4, ndipo mwezi wa 4 tarehe za katikati walifunga mwamba wao. Na mara nyingi zoezi hili huwa linajumuisha mikutano mikuu ya BMU. Kwa hiyo wanachama wote wa BMU ya Singino walikubaliana kwamba wanafunga mwamba kwa muda wa miezi 3, ambapo leo ndio siku ya kwanza ya ufunguzi wa huo mwamba. Kwa hiyo zoezi lilianza asubuhi saa 12. Wavuvi walikaguliwa vibali vyao, maana BMU waliweka utaratibu wa kuwapa vibali. Kwa wale wote ambao walikuwa na vibali waliruhusiwa kwenda kuvua. Na matokeo kwa siku ya leo, pweza wamepatikana 6,227, lakini pia tumefanikiwa kuvua kamba coach, yani robusta, wamepatikana kilo 85. Ukiangalia hili zoezi ni zoezi ambalo lina tija kubwa kwa maana ya uhifadhi wa mazingira, lakini pia lina manufaa makubwa. Kama unavyoona, wanawake wamehusika pia kuvua samaki, wamehusika kubeba, lakini pia ukiangalia hata wavuvi wamefaidika. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba ni zoezi ambalo lina manufaa makubwa kwa jamii, lakini pia BMU imeenda kupata mapato, na serikali imeenda kupata mapato. Kwa hiyo sisi kama mtandao wa BMU wilaya ya Kilwa
tunaendelea kuwahamasisha viongozi wa BMU kwamba hili zoezi liwe endelevu kwa sababu linatija kwa jamii ambayo inawazunguka. Lakini pia hata ukiangalia wamama, kuna mama fulani nilikuwa nauliza pale, inaonekana kwamba wamependelea hiyo zoezi. Kuna mama mmoja amevuna leo kilo 15. Ukiangalia kilo 15 kwa shilingi 7,000 unaweza kuona leo kuna kipato kimeingia kwa huyo mama. Kwa hiyo ni zoezi zuri na linatija kwa jamii, linatija kwa serikali, lakini linatija kwa viongozi wa BMU. Leo BMU wamekwenda kupata mapato makubwa zaidi ambayo yatawawezesha kufunga tena kwa awamu nyingine. Kwa hiyo sisi kama mtandao tutaendelea kuimarisha viongozi wa BMU kwa maana ya utawala bora, lakini pia tutaendelea kuimarisha kuwapa mafunzo na uwezeshaji mbalimbali ili kuhakikisha kwamba hili zoezi linaendelea kufanyika katika maeneo haya Njerera. Asante sana.